Ah, jamani, kila kitu ambacho tunakifanya ni historia ambayo Mungu ameshatuandikia kwenye maisha yetu, na siku zote Mungu anatutakia maisha mema. Mungu hakutuleta duniani ili tuje tuteseke. Kwa hiyo jamani, magumu yote ambayo tunapitia, amini kwamba ni historia ambayo imeandikwa. Watu wengi sana tumekuwa tukirelate maisha yetu, tukirelate mambo magumu ambayo tumeyapitia kwa muda mrefu, na tunaona kama vile tuna bahati mbaya. Wengine tumeangalia watu ambao tumekuwa tukiishi nao, tumekuwa nao, tumetoka nao sehemu moja, wamefanikiwa kwenye maisha yao, wametoka kwenye step moja kwenda step nyingine. Tunajua sisi tumeachwa na Mungu, tunasali sana, lakini bado hamna kinachotokea mbele yetu, hamna vitu positive ambavyo vinatokea, ambavyo tunaviona, ambavyo tunaviwaza kila siku. Mungu anasikiliza maombi yetu. Yaani kila kitu tunachokifanya, tuamini kwamba Mungu anatusikiliza. Tumeomba kwa wakati wetu, atatupa kwa wakati wake. Kwa hiyo tusubiri, tuwe na subira. Tumeheshimu muda wetu, tukakaa chini, tukapiga magoti, tukasali. Na vile vile tuheshimu wakati wake wa kutubariki. Kwa hiyo tuwe na subira kila kitu ambacho kinatokea. Utaconnect matukio. Jaribu tu kuconnect matukio kwenye story yako yote ile ambayo unaikumbuka mpaka sasa hivi. Jaribu kukumbuka kwamba kisingetokea hichi kisingetokea. Kisingetokea hichi kisingetokea. Hichi kilisababisha hichi kutokea, na hichi kilisababisha hichi kutokea. Kwa hiyo kila kitu unachopitia, amini kwamba unapita kwenye ile njia ambayo Mungu amekupangia, na Mungu amekupangia kitu bora maishani mwako. Kwa hiyo kuna siku tu utaona kila kitu unachopitia kina make sense. Mungu atakifanya hicho kitu ki make sense. Utafikiria tutasema kumbe alikuwa ni Mungu aliniepusha na kitu fulani. Kumbe ilikuwa ni Mungu aliniepusha na kitu fulani. Kumbe ningeelekea njia hii ningepotea. Nisingekutana na kubwa hili, nisingepata nafasi nyingine, nisingepata opportunity sehemu hii, na nisingepata opportunity sehemu hii, nisingekuwepo nilipo sasa. Kwa hiyo ulipo sasa ni upo safarini, na unapita kwenye chapters ambazo Mungu ameshatuandikia. Tupo kwenye peji ya pili, tupo kwenye peji ya tatu. Mungu ametuandikia peji za kutosha, peji 30, 20, 100 na kuendelea. Inategemea na mtu atambariki kuishi urefu, kuishi maisha kwa wakati gani. Kwa hiyo usikatie tamaa wakati upo kwenye peji ya pili. Usikatie tamaa maisha yako wakati upo kwenye peji ya tatu, na Mungu amekuandalia peji 100. Amekuandalia peji 70 za ngumu za kupeleka kwenye peji 30 zilizobaki za mafanikio na kuishi maisha yanayompendeza yeye, na yanayokupendeza wewe, na yanayopendeza watu wengine wanaokuzunguka. Kwa hiyo jamani, tusijikatie tamaa, tuamini kwamba kila kinachotokea Mungu siku moja atakufanya ukumbuke na uone kila gumu linalotokea sasa hivi ni kitu ambacho kilikuwa kinakupelekea kwenye mafanikio. Kila kitu kita make sense, na utaamini kwamba Mungu ndo alifanya kila kitu kinachoendelea maishani kwako sasa kitokee, ili uwe kufikie yale malengo ambayo Mungu ametupangia maishani mwetu. Dakika 3 zangu zimeisha. I'm out.